ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، بإذن الله عز وجل تكون سلسلة حلقات tukielezea majina za Allah azza wa jalla, ili Muislamu aanze safari hii ya kumjua Mola wake, safari ambayo kwamba ni tukufu zaidi, na safari ambayo kwamba Muislamu akiingia basi ni safari ya kuelekea kwa Allah azza wa jalla, kwani Allah ametutaka ndani ya Qur'an tumuombe yeye kupitia majina yake. Allah anasema walillahi al-asmaul husna, na Allah azza wa jalla akona majina mazuri. Walillahi al-asmaul husna, Allah akona majina mazuri. Fad'uhu biha, muombeni Allah azza wa jalla kupitia hayo majina. Na sisi biidhnillahi azza wa jalla tunaanza hii ni rihla ya kujifunza majina ya Allah azza wa jalla kwa ufupi, ili kila mmoja aweze kufahamu na aweze kujua majina kama vile hizi ya Allah azza wa jalla, ili apate kusaidika katika maisha yake kwa kumuomba Allah azza wa jalla kupitia majina yake. Na safari yetu ya leo tutaianza na Ismullahi al-A'zam, jina Allah azza wa jalla moyo kwamba ni tukufu zaidi. Ismu alladhi ta'allaqat bihi alqulub, jina ambayo nyoyo za watu inafungamana na jina kama vile hii, imefungamana na jina kama vile hii. Wa khada'at arriqab, na kadhalika shingo za waja zinanyenyekea kwa hili jina la Allah azza wa jalla. Waftutihat bihi alkutub, na kadhalika jina hii imefunguliwa vitabu, watu wanaandika vitabu zao na jina kama vile hii. Lakin wabudiat bihi al-a'mal, na mja akitaka kufanya amali yoyote huanza na jina kama vile hii. Wadaa bihi al-anbiya wal-mursalun, na ni jina ambayo kwamba mitume na manabii wamelingania katika jina kama vile hii. Ayo ikhwa, maarifatu asma'illahi al-husna, Muislamu kujua majina ya Allah azza wa jalla mazuri si ilmu tu pekee ambayo kwamba yafaa hifadhiwe katika vichwa, lakini ni hayat lilqulub. Kujua majina ya Allah azza wa jalla ni uhai wa moyo, wa ziyadatun fil iman, na ni sababu ya Muislamu kuzidisha imani yake. Lakini kadhalika tariqun ila mahabbati arrahmani wa ta'dhimi, kujua majina ya Allah azza wa jalla ni njia ambayo inampelekea mja kumpenda Allah azza wa jalla na kumtukuza. Lakini kadhalika tariqun ila husni ibadati, njia ambayo kwamba inampelekea Muislamu kufanya uzuri ibada zake kwa Allah azza wa jalla. Na katika liqa yetu hii biidhnillahi ta'ala, katika hii barnamij mubarak, naqif ma'a a'zami asma'illahi al-husna. Leo tutaangalizia jina tukufu zaidi ya Allah azza wa jalla, a'zamu asma'illahi al-husna wa ajalliha wa ashrafiha, jina tukufu zaidi, jina ambayo kwamba iko na daraja ya juu zaidi, nayo ni Ismullahi al-A'zam, Allah, jina tukufu zaidi ya Allah azza wa jalla ambayo ni Allah. Ayo ikhwa, Ismullahi huwa a'zamu asma'illahi al-husna, jina ya Allah, Allah ndio tukufu zaidi katika majina ya Allah azza wa jalla. Wa huwa ismu alladhi tatba'uhu sa'iru al-asma', na hii jina ndio majina mengine yote inafuata katika hii jina kama vile hii. Na hii jina warada fi al-Qur'an al-Karim, imekuja ndani ya Qur'an al-Karim ikikusanywa sigha zake zote, imekuja takriban mara 2697 takriban. Jina hii Allah azza wa jalla imetajwa ndani ya Qur'ani zaidi ya mara 2696.
Yote haya nini? Yote haya yanajulisha juu ya idham sha'ni, juu ya utukufu wa jambo la jina kama vile hii wa makanati. Allah azza wa jalla yasema ndani ya Qur'an, huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu al-malik al-quddus as-salam ila akhir al-aya. Huwa Allah, yeye ndiyo Allah. Allah asema kwa nafsi yake, asema huwa Allah, yeye ndiyo Allah. Ni nini maana ya Allah? Ma maana hadha al-ism? Ma maana Allah? Ni maana yake Allah, maana yake ni al-ma'luh. Al-ma'luh ay al-ma'bud, muabudiwa. Allah maana yake ni al-ma'luh, yani al-ma'bud bihaq, yule anayeabudiwa kwa haki. Jina hii hawezi kuitwa mtu mwingine yoyote zaidi ya Allah azza wa jalla, kwa sababu Allah huwa al-ma'budu bihaq alladhi ta'lahuhu al-qulub mahabbatan wa ta'dhiman wa khawfan wa rajaan. Yeye pekee Allah azza wa jalla ndio ambaye kwamba anaabudiwa na waja kwa hali ya kumpenda, kumtukuza na kumwogopa na kutarajia kutoka kwake. Fala yastahiqu al-ibadata illa huwa subhanahu, hakuna anayestahiki kuabudiwa illa yeye Allah azza wa jalla. Wa hadha al-ism, na jina hii ya Allah azza wa jalla, yajma'u jami'a sifat al-kamal, inakusanya sifa zote za ukamilifu. Walidhalika kana akthara asma'i llahi wurudan fi al-Qur'an, ndio maana hii jina imekuwa ndio jina imetajwa zaidi na Allah azza wa jalla ndani ya Qur'an. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, asema mtume wa Allah salla na salamu ziwe juu yake, ahabbu al-kalami ila Allah, ahabbu al-kalami ila Allah, maneno yanayopendeza zaidi kwa Allah azza wa jalla ni subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar. Subhanallah, utakasifu ni wako ewe Allah. Walhamdulillah, na sifa zote njema unastahiki wewe Allah. Wa la ilaha illa Allah, na hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki illa wewe. Wallahu akbar, na wewe Allah ni mkubwa. Hadithi kama vile hii ameipokea Imamu Muslim. Sikiza haya maneno, mtume amesema ndio ahabbu al-kalam ila Allah, maneno yanayopendeza zaidi kwa Allah azza wa jalla. Yote ndani yake ni nini? Ni lafdhul jalala, Allah Allah Allah. Ayuha al-ikhwa, miongoni mwa athari za Muislamu kuamini hili jina la Allah azza wa jalla, min athari al-imani bihadha al-ism, ni أن تخلص العبادة لله وحده، فلا تدعو إلا الله، ولا تستغيث إلا به، ولا تذبح ولا تنظر إلا به. niwewe Muislamu ufanye ibada zako hali ya kumtakasia yeye Allah azza wa jalla ibada bila kumshirikisha na mwingine. Usiombe asokuwa Allah azza wa jalla, wala usitake msaada kwa asokuwa Allah azza wa jalla. Usichinje, usifanye nadhiri, usifanye ibada yoyote isipokuwa kwa ajili ya Allah azza wa jalla, kwa sababu yeye pekee ndiyo ma'lum maabud, na hizi ndio ibada hufai kuzielekeza kwa asokuwa yeye. Lakini kadhalik, miongoni mwa athari za kuamini jina hii ya Allah, an yamtalia qalbuka bimahabbati llahi wa ta'dhimihi, ni moyo wako ujazwe ama ujae moyo wako ndani yake mapenzi ya Allah azza wa jalla na kumtukuza Allah azza wa jalla. Fatuqaddimu amrahu ala kulli shay, utangulize mapenzi ya Allah na amri zake kwa kitu yoyote, kwa kitu yoyote. Lakini kadhalik, miongoni mwa athari za kuamini jina kama vile hii, an tatawakkala alayhi wahda, ni wewe umtegemee yeye peke yake. Watathiqa biwa'di, na ukuwe na imani
na ahadi ambazo kwamba Allah azza wa jalla amezitoa, kwamba nitakusaidia mja wangu, nitakufariji mja wangu, kwa sabili almithal. Uyaamini haya kwa ukweli, wa ta'lam annahu mustahiq wahdahu likulli anwa'i ibada, na uelewe ya kwamba Allah azza wa jalla ndio pekee anastahiki kufanyiwa ibada zote bijamii anwa'iha, anayestahiki ni kufanyiwa Allah azza wa jalla. Yaqulu Allah ta'ala fa'lam annahu la ilaha illa Allah, tambua ya kuwa hapana mola mpasaye kuabudiwa kwa haki illa Allah. Waman arafa Allah haqqa al-ma'rifa, yoyote ambaye kwamba atamjua Allah azza wa jalla ukweli wa kumjua, akhlasa lahu ad-din, atamtakasia dini yake, wastaqama ala ta'ati, na atasimama katika kumtii Allah azza wa jalla, wafaza bisaadati ad-dunya wal akhirah, na atafuzu kwa furaha na saada ya duniani na akhirah, atapata furaha duniani na kesho akhirah. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم به وحسن عبادته، وأن يجعلنا من أهل التوحيد والإخلاص. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.